Hospitali ya Rufaa Maweni Kigoma imetoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa mwenye tatizo la nyonga kwa mara ya kwanza, ikiwa ni siku 5 ya kambi ya matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi katika hospitali hiyo. Akizungumza na vyombo vya habari, kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Joseph Nangawe amesema wananchi hawana budi kufika kupata huduma hiyo kwa sababu wataalamu wako makini, lakini pia mgonjwa huandaliwa kwa umakini mkubwa kuhakikisha anapata huduma bora kabisa. Operesheni hii ni salama na niwatoe hofu wananchi kwamba timu nzima ya hospitali, timu nzima ya upasuaji, timu ya chumba cha upasuaji imejipanga na imejidhatiti na usalama wa mgonjwa na operation kwa ujumla iko salama. Niwatoe hofu kabisa wananchi kwamba kabla hatujafanya operesheni hii tunakuwa tumeshamfanyia mgonjwa maandalizi ya kutosheleza. Tangu mgonjwa anapokelewa hospitali, vipimo vya awali mpaka mgonjwa anaingia katika chumba cha upasuaji, anakuwa ameshafanywa vipimo na kujiridhisha kwamba mgonjwa yule yuko kamilifu na yuko tayari kwa ajili ya upasuaji. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi kwamba huduma hii ni salama na ni endelevu. Hii pamoja na kwamba ni operesheni ya kwanza kufanyika katika hospitali yetu ya Rufaa ya Maweni Kigoma, lakini ni jitihada za serikali yetu kuwekeza nguvu na kuleta madaktari bingwa ili kuwekeza nguvu katika kuwatolea wananchi huduma. Ni vipimo vya awali. Kuna vipimo ambavyo vinafanyika, ikiwa ni cha kwanza vipimo vya maabara, tunajiridhisha na vipimo vya x-rays tunazifanya na tunaangalia kama mgonjwa yuko tayari kwa ajili ya upasuaji. Kwa hiyo madaktari huwa wanafanya vipimo na ni taratibu ambazo zipo. Sehemu yote ile lazima mgonjwa afanyiwe vipimo kwanza ili kuweza kujiridhisha kwamba mgonjwa yule yuko tayari kwa ajili ya upasuaji. Kwa majina naitwa ni Dr. Wilson Masanja kutoka Bugando, hospitali ya Kanda. Tuko hapa katika kuhitimisha kempu hii ya wiki ambayo tulikuwa tunatoa huduma za kibingwa. Upande wetu, upande wa mifupa, tunamaliza leo, lakini pia tunafanya hii operation ambayo ni kwa mara ya kwanza tunabadilisha nyonga katika hospitali hii ya Maweni. Mara nyingi huduma hizi zinapatikana katika hospitali kubwa za kanda, lakini kwa mazingira haya tumefanikiwa kufanya operation ya kwanza na tunaenda kuhitimisha leo. Hatukuwa na changamoto yoyote. Tunatoa wito kwa wahitaji. Nafikiri hii huduma itakuwa ni endelevu kwa watu watakokuwa wameshauriwa kwamba wanahitaji kubadilishiwa nyonga, wanaweza kuja kutembea katika hospitali hii na kupata huduma hii. Ni mgonjwa ambaye ameumia muda mrefu, kwa kile kichwa kimekufa, kichwa cha kwenye nyonga. Kwa hiyo matibabu haya ni tunatoa kile kichwa kilichokufa, tunaweka kichwa cha chuma ambacho kitafanya kazi kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo mgonjwa ataweza kutumia nyonga yake vizuri, ataweza kusimama, atatembea, atarudi katika maisha yake ya kawaida. Sababu ya hali halisi alikuwa anatumia magongo au alikuwa muda mwingi ni analala sababu ya maumivu. Mara nyingi kichwa kikifa kinakuwa kina maumivu makali sana kwenye nyonga. Kwa hiyo mgonjwa anakuwa na maumivu makali, lakini pia anakuwa hawezi kutembea vizuri. Kambi hiyo imedumu kwa siku 5 pekee, ambapo imeanza siku ya Jumatatu na imetamatika siku ya tarehe 30 mwezi wa 5. Mimi ni Halfani Rajabu wa VOC Media. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uwe kwanza kupata video zetu.